Chini ya uongozi wake amesimamia mifumo ya makusanyo ya kodi na kuzuia uvujaji na uwezekano wa watu kudonoa na kudokoa mali za umma kwa mifumo. Hata utumishi wa umma, usimamizi wake leo, kuna mifumo ya kisasa ya kusimamia utumishi wa umma ili waweze kuwajibika na kutimiza majukumu yao vizuri. Na katika usimamizi pia inahitaji mbinu ya kutoa motisha kwa wale unaowasimamia. Na katika hili watumishi wa umma kwa muda mrefu wamepata motisha ili waweze kusimamia rasilimali za umma vizuri. Kwa hiyo huyo akikabidhiwa tena dhamana, rasilimali za nchi yetu zitakuwa salama, uwezo wa nchi yetu kukusanya mapato utaendelea kuongezeka, na matumizi ya rasilimali za umma yataelekezwa katika maeneo yanayohusu maendeleo ya watu. Nimalizie sifa ya 6 na ya mwisho, sio kwa umuhimu lakini kwa sababu ya muda. Mgombea wetu na mwenyekiti wetu wa chama ni mcheshi na mchangamfu sana. Mimi sijawahi kumuona amekunja uso, na mfano mkubwa ni namna alivyokuza sekta ya utamaduni, michezo na sanaa. Na katika hili wana michezo watakubaliana na mimi, wasanii watakubaliana na mimi, viongozi wa mila watakubaliana na mimi, kwa sababu baada ya kazi raha. Na mimi nichomekee kidogo kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba hongera kwa kuvuka bila magoli kwa Mkapa, lakini sisi tumepata goli la mama wananchi. Tunaye mgombea mcheshi, tunaye mgombea mchangamfu, tunaye mgombea anayependa Watanzania kuwa na raha baada ya kazi. Ukisoma ilani yetu, yako mapinduzi makubwa sana yameahidiwa katika sekta za michezo, sanaa na utamaduni. Na sisi wengine ambao ni wazito wa kufurahi na kucheza tumeenjoy sana wakati wa kampeni, kwa sababu akishasimama kucheza na sisi tunacheza. Hiyo mojawapo sifa muhimu sana ya kiongozi anayetaka kuwaunganisha watu wanaowaongoza, kuwapatanisha watu wanaowaongoza. Nimalizie, ndiyo maana kwa vigezo hivyo umepewa tuzo mbalimbali. Vyuo 6, 3 vya nje, vyuo vikuu na 3 vya ndani vimetukunuku shahada ya heshima ya udaktari wa falsafa kwa sababu ya kazi ulizozifanya katika demokrasia, uchumi na maendeleo ya watu. Hata watu wenye ulemavu kupitia chombo chao cha SHIVYAWATA wamekupa tuzo ya kutambua mchango wao wako wa kuwajali katika ajira, katika uteuzi na katika huduma kwenye maeneo yao. Umepata tuzo ya miundombinu ya kimataifa. Umepata tuzo katika sekta ya maji. Zote hizo zinathibitisha uwezo wako wa uongozi na vigezo ulivyo navyo vya kiongozi bora. Mwanza hoye!
Nihitimishe kwa kuwaomba Watanzania wote, wanaume kwa wanawake, vijana na watu wazima, kesho tangu saa 1 mpaka saa 10 tufanye kazi moja ya kuamua kumpa tena dhamana Dr. Samia Suluhu Hassan, asaidiane na Balozi Dr. Nchimbi waweze kutekeleza ilani iliyosheheni ahadi za kuleta mabadiliko makubwa katika taifa letu, kuimarisha umoja wa nchi yetu, kuimarisha amani na usalama wa nchi yetu, na kuwafanya Watanzania waishi kwa raha, kwa bashasha na furaha. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mama Samia.